Lazima sio wachezaji wote wa katika afya njema. Tunajua tuna mechi moja ngumu kesho na Gaborone United. Ni mechi ambayo inataka maamuzi. Jambo la kushukuru kwamba tuna injury sasa hivi na tuna last section yetu jioni ambayo itatupa picha nani anaweza kuanza kucheza. Baada ya kufanya mazoezi kwa siku 2-3 naamini kama tuna kikosi kizuri na physical mentality tuko tayari kwa ajili ya mchezo wa kesho. Maswali? Mizani. Kocha, tayari Simba ina faida ya goli moja la ugenini, lakini wapinzani nao wamejiandaa kwa sababu wanaamini wanaweza kufanya chochote kitu katika uwanja wa Benjamin Mkapa, ukizingatia pia hawatakuwa na ile pressure ya mashariki katika mchezo wa kesho. Pengine umewaandaaje wachezaji kisaikolojia, lakini pia mbinu zako ambazo unakwenda kufuata katika kesho? Nafikiri kile ambacho kipo au of course bado hatuja safe ukilinganisha na result ambazo tumepata mechi ya kwanza, na mpira sasa hivi unaweza kupata matokeo popote pale, doesn't matter wapi unacheza. Kwa hivyo tunalijua hilo na tumefanya preview ya mechi kwa kiwango kikubwa. Tumeweza kurekebisha yale makosa ambayo tuliweza kuyaona katika mechi ya kwanza, na kama ambavyo nimesema itakuwa mechi rahisi, ni mechi ngumu ambayo inahitaji kupata matokeo, lakini mimi nafikiri tuko vizuri, tumefanya assessment ya kutosha na naamini inshallah kesho tutapata matokeo. Swali jingine? Ndio. Coach, Simba kwa miaka ya karibuni haijawahi kutolewa katika hatua hizi, na ili kuendeleza rekodi hiyo wewe umekabidhiwa jukumu hili, especially katika mchezo huu wa kesho. Kwa namna gani mchezo huu unachukulia kwa uzito wewe binafsi kama kocha, lakini pia ni kwa namna gani unakwenda kuhakikisha kwamba Watanzania hawawi disappointed na wewe unachukua pointi kwa kocha wa Simba? Moja ya changamoto ambayo ipo ndio hiyo, ambao kwa muda mrefu Simba imekuwa na consistency kwenye hizo mechi za preliminary, na mimi nalijua hilo na tunajaribu kushare na wachezaji kuhakikisha kwamba tunataka kuvuka katika hii mechi ambayo ipo mbele yetu, na hata mimi sijawahi kufeli kwenye mechi ya mwanzo wa mashindano. Kwa hivyo inanipa confidence kiasi fulani, sio for my experience. That's why naamini kwamba kwa kikosi ambacho tunacho kwa timu ya Simba kwa sasa tutavuka tu inshallah. Inshallah. Swali la mwisho kwa mwalimu. Ndio, Mizani. Pengine una pressure yoyote ya mchezo huu, lakini pia waahidi wana Simba wewe kama mtamuda wa Simba kesho? Kwanza sijawahi kuwa na pressure kwenye mpira, sio. Nafikiri sijawahi kuwa na pressure. Nimecheza mechi nyingi, nafikiri iko kama hivyo, na ningependa kuona wapenzi of course watakuja uwanjani, lakini nafikiri watakuwa karibu na sisi kama ambavyo msemaji amesema hapo. Nafikiri katika mioyo yao watakuwa na sisi, wanatusupport kwa nguvu zote, na mimi nachukua nafasi hii kwamba hatutaangusha, tutapambana kadri ya uwezo wetu kuhakikisha kwamba nao wanafurahi popote ambapo watakuwa hapo. Wana Simba wanataka kusikia kutoka kwako kwenye upande wenu wachezaji, tunaingiaje kesho? Habari za asubuhi na habari. Kwa upande wetu sisi kama wachezaji tumefanya maandalizi vizuri na tupo tayari kuelekea katika mchezo wa kesho. Tunajua ni dakika nyingine 90 ambazo kwetu sisi tunasema ni dakika mpya kabisa. Tuna matokeo ambayo tumeyapata kule Gaborone tunaweka nyuma. Unakuwa ni mchezo mpya, mchezo ambao unatuhitaji sisi kuweza kupata ushindi katika mchezo wa kesho, ili tuweze kufikia yale malengo ambayo tulikuwa nayo sisi kama team na sisi kama club. Malengo yetu makubwa katika mashindano haya ya Champions League msimu huu, ni matarajio yetu ni makubwa sana. Kwa hiyo uweze kufikia matarajio makubwa bila kushinda katika hizi hatua za mwanzo. Kwa hiyo tumejiandaa vizuri kuweza kuhakikisha tunashinda katika hizi hatua za mwanzo ili kuweza kufika yale malengo yetu, na tumeweza kupata mafunzo kutoka katika benchi letu la ufundi
ambalo lipo sasa. Tumeweza kupata vitu vingi na tunaendelea kupata, na leo ni siku ya mwisho ya maandalizi ambayo inaenda kujumuisha 100% zile za mchezo kwa ujumla. Kwa hiyo tuko tayari kuweza kupambana na kuweza kuhakikisha tunashinda katika mchezo wa kesho. Sahihi. Captain, kwanza hongereni kwa ushindi katika mchezo wa kwanza, na umesema kwamba huo ushindi mnaweka pembeni na mnaenda kuanza dakika 90 mpya kabisa. Kumetokea mabadiliko kidogo kwenye eneo la uongozi kwa maana kwenye mechi na ufundi. Labda kwa upande wetu kama wachezaji kuna namna inawafanya msheki kidogo katika mchezo wa kesho? Kikubwa kwamba sisi wote wachezaji tuliokuwa katika klabu ya Simba ni wachezaji ambao naweza kusema kila mtu ni professional, na kila mchezaji aliyekuwa katika klabu ya Simba ameshacheza mashindano ya Afrika muda mwingi. Kwa hiyo kubadilika kwa benchi la ufundi kwetu sisi alijatutetelesha, isipokuwa benchi la ufundi ambalo limekuja limeweza kutuongezea kitu kikubwa ambacho tunaweza kwenda kukiapply katika mchezo wa kesho, na imani kitaenda kufanya kazi na tutaweza kupanda ushindi. Captain, umeelezea kwamba ushindi ambao mtaupata kuna dakika 90 nyingine. Lakini unaona mchezo unakuwa mgumu zaidi tofauti na ule ugenini ambao umeshacheza? Naweza kusema siku zote mchezo kuwa mgumu utakuwa mgumu, kwa sababu imani yangu kwamba na wao wanakuja kutafuta matokeo, lakini sisi hapa tuko nyumbani na tuko katika ardhi ya nyumbani, na unajua Simba the way ikiwa katika ardhi ya nyumbani na inakuaje. Kwa hiyo naweza kusema kwamba sisi tuna appreciate wao na tunawapa heshima wao kama wapinzani wetu, lakini sisi kitu ambacho tumekiandaa na tumeandaliwa na benchi letu la ufundi na tunaenda kukiapply kesho kwa ajili ya kupata ushindi. Tahadhari ipoje kwenye wachezaji? Nakumbuka mechi ya mwisho mchezo na timu kutokea Botswana, Jwaneng Galaxy ilipoteza katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Na kucheza dhidi ya Gaborone United kutokea Botswana. Tahadhari ipoje nyinyi kama wachezaji na mkilete mchezo dhidi ya Jwaneng Galaxy ambao mpira ni kwa Benjamin Mkapa? Naweza kusema kwamba hicho kilichotokea kimeshatokea, na sasa hivi tuko katika ukurasa mpya kabisa wa mashindano na tumeanza katika hatua za awali. Walimu wameshaliangalia, naweza kusema kwamba kitu ambacho tuko na tahadhari nacho kwanza kutokufungwa. Kwa hiyo walimu wamelifanyia sana kazi ili kuweza kupata clean sheet katika mchezo huo, na imani kwamba safu yetu ya ushambuliaji itarahisisha mchezo. Kwa hiyo naweza kusema kwamba hicho kitu ambacho kilichotokea kupoteza mchezo wa Galaxy ilikuwa ni historia. Sasa hivi tuko katika hatua ya mbele na imani kwamba